kupitia mchakato ya manunuzi ya umma imetekeleza miradi mbalimbali na kufanya ununuzi ulioletea taifa letu maendeleo makubwa kwa kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake, na sasa safari nyingine ya miaka 5 maendeleo zaidi imeanza, ikiwa imebeba dhana ya kazi na utu. Na sisi tuko hapa leo kwa ajili ya kutekeleza dhana hiyo ya kazi na utu. Kwa sababu tumeitiwa kazi, ndio mafunzo haya yanabeba ile dhana ya nini ya kazi. Tunashukuru serikali takriban miaka 4 kwa wetu wa umma tumepokea zaidi ya trilioni 3 za miradi mbalimbali ya maendeleo, kuanzia kwenye sekta ya afya, sekta ya elimu, kwenye sekta ya kilimo, kwenye sekta ya barabara, umeme, nishati na vitu vingine kama zaidi ya trilioni 3 kwa miaka 4 ya awamu ya kwanza ya Mheshimiwa Rais kwa wetu kupokea fedha hizi. Kwa shukrani nyingine ya pekee ni Mamlaka ya Udhibiti wa Ununuzi wa Umma TRA inaweka kwa mgeni rasmi nizungumze nanyi kufungua rasmi mafunzo haya. Kama tulivyoeleza, mafunzo haya ya Sheria ya Ununuzi wa Umma sura 410 na matumizi ya mfumo wa NeST yana nia ya kuwajengea uwezo wa wananchi ambao ni makundi ya kijamii kama nilivyosema pale awali, kwa maana ya wanawake, vijana, wazee na watu wenye ulemavu. Pia watakuwa na watumishi hasa wa ngazi za msingi, yaani hadi serikali za mitaa katika halmashauri za mkoa wa Ruvuma. Aidha, tunatambua pia kuwa mafunzo haya yanaenda katika manispaa ya Songea na yatahitimishwa tarehe 4 Februari 2026 katika halmashauri ya wilaya ya Kigoma. Ndugu washiriki, tumesikia zaidi ya 70% ya bajeti ya serikali inatumika kwenye ununuzi wa umma au tenda mbalimbali za serikali. Serikali yetu imechukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa kila Mtanzania mwenye sifa na nia njema anapata haki na fursa ya kushiriki na kunufaika na utekelezaji wa malengo ya maendeleo ya taifa letu. Serikali inaweka mazingira bora zaidi kuwahi kutokea nchini kwetu kwa kuhakikisha uchumi unakuwa jumuishi kwa Watanzania wote. Kama tulivyoeleza katika TRA, takriban 30% ya bajeti ya ununuzi wa umma imetengwa kwa ajili ya makundi ya kijamii yaliyoko hapa leo, maana vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Kiasi hiki kitapata maana endapo kila mmoja atachukua hatua kwa kuunda vikundi vya watu 5 hadi 20 na kukamilisha usajili kwenye mfumo wa ununuzi wa umma kwa njia ya elektroniki, yaani NeST. Nimefurahi kusikia pia kuwa tangu Julai 2023 mfumo wa NeST ulipoanzishwa, zabuni zenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 900 zimekwisha tolewa kwa makundi haya ya kijamii. Huu ni mwanzo mzuri, lakini bado uhalisia unaonyesha fursa nyingi zaidi ya vikundi vilivyochukua hatua. TRA wanasema wametarajia vikundi vyote vimepata zabuni ya thamani ya zaidi ya trilioni 1 hadi sasa. Ni imani yangu kuwa baada ya mafunzo haya mkoa wa Ruvuma utashuhudia makundi mengi zaidi yatakayochangamkia fursa hii adhimu. Lengo la serikali ya awamu ya 6 ni kutekeleza ahadi ya kuongeza ajira kwa Watanzania ili kuwainua kiuchumi. Kama kuna sekta inayoweza kuzalisha ajira nyingi ni sekta ya ununuzi wa umma, na ndio maana upendeleo wa makundi yasiyo na uwezo wa kufungua makampuni umepewa kipaumbele. Ndugu washiriki, nizungumzia pia kundi lingine la makampuni ya mkoa wa Ruvuma, kundi la makampuni wajasiriamali wenye uwezo wa kati na juu. Niwatie moyo kuendelea kutumia wakati huu ambapo serikali ya awamu ya 6 imeweka upendeleo kwa zabuni ndani ya nchi kwa kuwatengea zabuni zenye thamani ya hadi shilingi bilioni 50. Zabuni hizi hazigusi na wazabuni wa nje ya nchi kwa pale inapothibitika kwamba wazabuni wa ndani hawana uwezo wa kutekeleza zabuni husika. Zaidi ya hapo, serikali imeweka utaratibu maalum wa upendeleo kimkoa. Sheria inaweka upendeleo mahususi kwa zabuni zinazotakiwa kutolewa kwa wazabuni wa ndani ya mkoa husika ili kila mzabuni wa mkoa wa Ruvuma apate fursa stahiki. Zabuni za bidhaa zenye thamani hadi shilingi milioni 200, zabuni za kandarasi zenye thamani hadi shilingi milioni 1 na zabuni za huduma zenye thamani hadi shilingi milioni 200. Nafahamu kuwa mkoa wetu wa Ruvuma una fursa nyingi sana za zabuni ambazo zinaweza kutolewa kupitia upendeleo huu na nafasi ya kufikia hadi ngazi ya serikali za mitaa. Serikali imeweka mazingira bora na kujenga mfumo wa NeST, mfumo wa kidijitali ambao umewezesha uwazi,
usawa na uwajibikaji. Sasa unaweza kuomba na kupata tenda ukiwa nyumbani au ofisini bila kumfahamu mtu yeyote katika taasisi husika.